Tunaelekea katika uchaguzi na tupo kwenye mwaka wa uchaguzi. Vyama mbalimbali vya upinzani wamekuwa wakiwalalamikia sana wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya ya kwamba mnatumia madaraka yenu na nafasi yenu vibaya kuwakandamiza pale ambapo wanaandaa mikutano yao ya hadhara kwenye mikoa yenu. Kwa nini mnafanya hivyo? Mimi nafikiri Chief Odemba, hilo lingekuwa swali zuri kwa hao wanaofanya hivyo. Lakini kwa kuwa mimi sijawahi kufanya hivyo wala sitarajii kufanya hivyo, labda tu ninaweza kujibu kwa namna nyingine. Na kikubwa mno, hata hivi karibuni hapa Chadema wiki mbili zilizopita, si walikuwa hapa Mwanza? Walifanya mkutano pale Igoma. Waliomba kufanya mkutano Sengerema. Kati kabisa, stendi kabisa. Wakapewa, wakafanya mkutano. Polisi wakawalinda, wakaondoka. Wakaja hapa Igoma, wakafanya mkutano. Hakuna aliyekamatwa, hakuna aliyepigwa. Walipokuwa kwenye msafara wao barabarani. Sahihi kabisa. Waliingilia msafara wao na kukatokea na fujo pale. Kwa nini? Sasa unajua kuna tofauti ya kufanya mkutano na kufanya maandamano. Sasa wewe ukipewa kibali cha kufanya mkutano, unatakiwa ucomply na nini? Na kibali. Fanya mkutano, mkutano umekwisha, si watu wanatawanyika kurudi maeneo yao. Kwa sababu polisi hata polisi wanapolinda huo mkutano wanakuwa na rasilimali watu inayotosheleza kulinda mkutano. Sasa kwa mfano, ukifanya mkutano halafu eneo lenyewe liko crowded, ni barabarani, ukataka sasa muanze mkutano wote uondoke na maandamano, upite kwenye maduka ya watu, uelekee kwenye barabara kuu, maana yake una block shughuli za barabara. Lakini pia unaweza ukasababisha ajali. Lakini tatu, unaweza ukasababisha kwenye mikutano sio watu wote wanakwenda kusikiliza siasa. Wengine wanajihusisha na uhalifu. Kwa hiyo unaweza ukapelekea watu wakaibiwa mali zao. Kwa hivyo, lakini kama unaomba kibali kwamba sisi baada ya mkutano tunataka kuandamana kuelekea point fulani, destination yetu ni sehemu fulani, kwa nini usiruhusiwe? Wao walieleza wazi ya kwamba ni wananchi ndio walisimamisha msafara wao, na kama kiongozi alikuwa anawasalimia wananchi ambao walimsimamisha. Kulikuwa na kosa lolote? Sasa mimi sidhani kwamba kuna kosa, lakini hata wewe nikuulize, hata mimi mkuu wa mkoa, mwananchi akinitafuta ana shida na mimi kuniona, akaona gari yangu inapita pale na bendera ya mkuu wa mkoa katikati ya barabara alami, anakuja anapiga mkono, mheshimiwa simama kidogo, tuna shida kukusalimia kiongozi wetu, unafikiri ni sawa sawa? Kila kitu kikifanyika tofauti kinakuwa hakileti mantiki inayostahili. Na unahisi nini hasa chanzo cha migogoro wa wenye viti wa ulinzi na usalama, aidha katika wilaya ama katika mkoa na vyama vya upinzani? Manake si tu Mwanza, tumeshuhudia vile vile katika mikoa mbalimbali. Kwanza we should make it very clear, Odemba, hapa Mwanza vyama vya siasa vimepewa fursa ya kufanya shughuli zao bila bugudha. Na mimi nikiwa mwenyekiti, na alafu bahati mbaya sana wanapoomba kwa mfano kufanya mkutano, anayetoa kibali ni kamanda wa polisi, wala sio mkuu wa mkoa, wala sio mkuu wa wilaya. Na mimi huwa nawaambia, kama hakuna tatizo la kiusalama, kwa nini msiwape kufanya mikutano yao? Kwa sababu ni haki yao kwa mujibu wa taratibu za sheria ya vyama vya siasa. Chama cha siasa kinakuaje akifanya mkutano? Sasa wananchi watajuaje sera hizo chama? Kwa hiyo Chauma wamekuja hapa, wamefanya mkutano, wamerusha na helikopta. Chadema wamekuja hapa, walilalamika kwamba walizuiwa kupewa kibali. Helikopta wewe huku iona pale. Ilikuwa ni siku nyingine, lakini walitangaza kwamba ilitakiwa. Sasa kama wao wenyewe wamechelewa kuomba kibali, hawakupata, labda wanatoa sababu zisizo za msingi, inawezekana ni fault yao, wamechelewa kuomba. Kwa nini next day walipata kibali? Kwa hiyo hakuna chama ambacho kimekuja hapa kikashindwa kufanya shughuli zake za kisiasa hapa Mwanza. Kwa hiyo Mwanza unawaambia vyama vyote vya siasa kwamba ni mala sawa. Hii ni fair ground. Sisi hatuna tatizo. Tunachotaka ni usalama wa watu na mali zao. Tunachotaka
Kama wewe unataka kufanya mkutano, fanya mkutano wako, maliza mkutano wako, nenda katika eneo lako ambalo umejipangia kufikia. Nikirejea swali langu sasa la msingi, unahisi kwa nini kumekwepo na mivutano? Unahisi kama kiongozi sasa wa siku nyingi, umekuwa mkuu wa mkoa katika maeneo mikoa mbalimbali, Mara hapo umekuwa mkuu wa wilaya, umekuwa mbunge, unahisi ni nini hasa kinachosababisha hiki ambacho kama inaonekana kama ni migogoro baina ya vyama ama viongozi wa upinzani? Labda ninahisi kwa upande wa hao wanaofanya hivyo, labda kutokujua vizuri sheria za vyama vya siasa. Kwa upande wa hao wanaofanya wa serikali wanaofanya hivyo. Lakini tatu, kutokuheshimu tu demokrasia. Lakini nne, wakati mwingine mtu anakuwa tu mwamba, anaamua tu awe mwamba. Sasa hayo ndio yanaitwa matumizi mabaya. Lakini kwa upande wa vyama vyenyewe, vyama vyenyewe pia vingependa kutengeneza scenarios, kutengeneza matukio ili vionekane kwamba vinashambuliwa, vinaonewa, ili vipate public sympathy. Kwa hiyo si huwa tunajua, mimi huwa najua hapa kwamba hii ni filamu inatengenezwa. Na ili hiyo filamu isiende viral, ninajua nini cha kufanya. Na ndio maana wanapotaka kwamba ni wakamate, wapigwe mabomu ili kesho waseme tumepigwa sana, tumekamatwa sana, mimi sifanyi hivyo. Ndio maana hata wakiandamana wanasema tunakuja ofisi ya mkuu wa mkoa, nawaambia polisi toeni barriers zenu. Mimi naamini hawawezi kuja hapa wakaniua. Waje niwasikilize hoja zao. Kwa sababu katika siasa lazima kuwe na political tolerance. Sisi tumesoma political science. Moja kati ya mambo muhimu kabisa ni uvumilivu wa kisiasa. Na sisi tunapokuwa viongozi tunajua hawa wanakuchokonoa ili uonyeshe hasira zako, ili uwe na munkari. Sasa kwa wanasiasa watulivu kama sisi tuliobobea muda mrefu, tunajua kwamba huyu anachotaka ni kutengeneza scenario ili kesho ionekane kwamba amedhulumiwa, hakufanyiwa sio sawa, ili apate public sympathy. Kwa hiyo inawezekana nia yake kubwa ni kufanya umma uamini kwamba yeye ni mnyonge, anaonewa. Lakini unahisi kwamba wanaonewa? Sasa mimi kwa kuwa sijawahi kuwaonea, siwezi kuwa na hisia juu ya hilo. Kama huko kwingine wameonewa, mimi sijawahi kuwaonea. Wewe umekaa hapa, umeshawahi kusikia nimegombana na vyama vya upinzani? Nagombania nao nini sasa? Mimi ni kiongozi mwenye mamlaka na najua. Alafu tuliona tu kigombana na vijana wa mpira. Hao watu wa Simba, wewe unafahamu kwamba mimi siwezi kufanya hivyo. Na ndio maana tukija kwenye hoja yako sasa, baada ya tukio lile la mpira wa Simba na Pamba na wengine kuzusha kwamba nimewavamia, mimi niliwaambia tu fujo. Nikawaambia tu jambo moja, mimi si nimewavamia. Mvamizi huwa anakwenda na silaha. Nilienda na silaha gani mimi? Lakini mvamizi ningeonekana nimemshika kada pombe shinda kufanya mazoezi. Mimi niko mita 100 kutoka uwanja wa mpira, ninavamiaje? Mazoezi yanafanyika ndani ya uwanja. Halafu mlango geti kuu limefungwa, mimi nimeingiaje? Na waliofunga ni wale walioingia ndani. Sisi tuko nje. Aliye nje anamvamiaje aliye ndani? Walioji kilichokupeleka ilikuwa ni nini na si mshabiki wa Simba? Mimi si uzuri kwenda mahala popote katika mkoa wa Mwanza kwa sababu mimi ni mwenyekiti wa kamati ya usalama ya mkoa. Nikipata tishio, nimeletewa taarifa kwamba humu ndani kuna watu wanafanyiwa fujo, wanaweza kujeruhiwa, wanaweza kuuawa, hata kama ni mtu mmoja. Lazima ni take responsibility. Ile uliletewa taarifa kwamba kuna fujo inaendelea. Exactly, na nilitoa taarifa kwamba na wao wanajua kuna watu 3 walifungiwa juu VIP na makomando wakataka una fimbo wakavunja vioo, wanataka kuwatoa kwa nguvu. Wale watu mle ndani kwa sababu wanafahamu namba yangu, wanasema mkuu, tunaomba utuokoe. Na nilipofika pale nje ya mlango nilimpigia mimi Ahmed Ali, hakupokea simu. Nimewapigia viongozi wote wa Simba, hawakupokea simu. Haisi kwamba walikudharau? Yawezekana wao hisia zao zilikuwa mbaya, lakini mimi hisia zangu zilikuwa katika kutekeleza majukumu yangu. Kwa sababu almost viongozi wao ni rafiki zangu, na sikuona kwa nini kwa capacity yangu kama kiongozi mimi siwezi kuingiza ushabiki
kiongozi siwezi kujigeuza kuwa mshabiki wa mambo ambayo ni mshabiki wa timu ya Pamba. Ni mshabiki wa timu ya Pamba, lakini Pamba wakifanya mambo ya hovyo siwezi kuwaunga mkono eti kwa sababu mimi ni mshabiki wa timu ya Pamba. Kwa sababu natakiwa nisimame katika capacity yangu kama kiongozi kukemea. Turudi kwenye siasa. Tunapoelekea kabla hujarudi. Ndiyo maana tukio lile lilivyotathminiwa na mamlaka ya soka. Walitoa adhabu kwa wale waliokuwa wamekaa kule juu wakafungiwa. Kwa timu ya Pamba kuadhibiwa walipe milioni 5, na kwa timu ya Simba kwa kitendo cha kuwafungia wale watu, kuvunja vioo, wakaadhibiwa milioni 5. Kwa nini mimi sikuadhibiwa? Leo uliona kwamba una kosa? Sina kosa.